Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Na mtazamaji wangu, kwa jinsi ambavyo mashahidi wanaozidi kujitokeza huko mahakamani kwa kesi ya Mheshimiwa Lissu ya uhaini, mashahidi hawa agizo jipya limeweza kutolewa na Mahakama Kuu, jambo ambalo linaonekana kuwa pigo kubwa kwa uongozi ulioko madarakani, kwani yale wanayozidi kuyapanga yanaonekana kutofanikiwa, jambo ambalo lazidi kumpa ushindi Mheshimiwa Tundu Lissu na hata kuwa katika nafasi bora kuachiwa huru mapema mwezi huu wa pili mwaka 2026. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kuendelea na habari hii, itakuwa vyema iwapo hapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu. Na mtazamaji wangu, jinsi ambavyo kesi yake Mheshimiwa Lissu inaendelea huko mahakamani, kuna baadhi ya sababu ambazo zitaweza kuchangia kesi hiyo kutupiliwa mbali na Mahakama Kuu. Kwanza kabisa, kuna ukosefu wa mashahidi wa kutosha jinsi ambavyo inavyodaiwa na Mahakama Kuu, na ndipo ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kuomba ya kwamba itakuwa vyema iwapo ataweza kupata hata japo nafasi yeye ama mawakili wake kuona baadhi ya mashahidi wanaozidi kuletwa huko mahakamani, kwani anaamini kwamba mashahidi hawa wasiri kuna mengi yanayozidi kufanyika ambayo hayana nia njema kwa uhuru wake katika siasa za nchini Tanzania. Vilevile mtazamaji wangu, kuna uchunguzi usio wa kikamili au wenye mapungufu. Sote tunafahamu kwamba kweli uchunguzi unazidi kufanyika, ila kila kile kinachozidi kuzungumzwa na mashahidi wanaozidi kuletwa katika Mahakama Kuu, ambapo ni mashahidi hao kisiri, inadhihirisha wazi jinsi gani ambavyo kesi walizoweza kuzipeleka katika maafisa wa polisi hazina chanzo kema cha kueleweka na cha kuaminika, na ndipo ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu haamini na hayupo tayari kwa jinsi ambavyo mashahidi hao wanavyozidi kumzungumzia kuhusiana na njama ya uhaini nchini Tanzania. Vilevile mtazamaji wangu, kuna ukiukwaji wa haki za mshtakiwa. Kwanza kabisa, tunafahamu jinsi gani ambavyo hivi sasa Mheshimiwa Tundu Lissu yupo chini ya shinikizo kubwa, ila yote haya ni kwa ajili ya kile alichoweza kuamini na kusimama nacho, kutetea mwananchi wa chini nchini Tanzania, na yuko tayari kwa chochote kile ambacho ataweza kukipitia bali aweze kukifanikisha hicho. Na ndipo ambapo tunashuhudia jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wanatokea kuwa na imani kubwa naye Mheshimiwa Tundu Lissu, hasa katika kipindi hiki kigumu, ambapo mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba kipindi na wakati ambapo changamoto zinapoweza kutokea sio za kuregesha mtu nyuma, bali kusaidia mtu kuwa imara na hata kusonga mbele zaidi. Vilevile mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, kuna mashtaka kwa kuwa na demokrasia kisheria, defection charge sheet. Mtazamaji wangu, kile ambacho kinazidi kuwasilishwa katika Mahakama Kuu hivi sasa sivyo jinsi alivyokuwa akitarajia Mheshimiwa Lissu pamoja na mawakili wake, kutokana na nyaraka walizokuwa wameweza kujitayarisha nazo kwa ajili ya njia moja ama nyingine kuwa washinde kwa kesi hii ya uhaini, ambayo Mheshimiwa Lissu ameweza kuweka hadharani kwamba hakuwa na nia ya uhaini nchini Tanzania. Na mtazamaji wangu, pia sote tunafahamu kwamba kweli kesi yake Mheshimiwa Lissu inaendelea kusikizwa, ila haikutarajiwa kuwa kesi ya uhaini, ambapo inazidi kuchangia hoja ya tano jinsi gani ambavyo kuna kosa kutokuwa kosa la jinai. Hivyo basi hata kama kweli Mheshimiwa Lissu ataweza kupatikana na makosa yasiweze kuwa ya jinai, kwani sote tunafahamu jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuwa miongoni mwa idadi kubwa ya viongozi waliokuwa na nia njema nchini Tanzania. Pia kwa njia moja ama nyingine, Mheshimiwa Tundu Lissu
idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania waliweza kumwamini na hata kuwa na imani naye, tofauti kabisa na jinsi ambavyo chama tawala hivi sasa cha CCM kilikuwa kikitarajia. Na ndipo ambapo tunashuhudia jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya vijana Gen Z waliweza kujitokeza katika maandamano, jambo ambalo ni tofauti ilivyoweza kuzoeleka katika siasa za nchini Tanzania. Hii hapa ikidhihirisha wazi jinsi gani ambavyo kwa mara nyingine kiongozi kama Mheshimiwa Tundu Lissu huenda kwa njia moja ama nyingine atakapoweza kupata ushindi na kujumuika kwa mara nyingine na maelfu na mamilioni ya Watanzania, wengi wao wataweza kumtambua pakubwa, tofauti na jinsi wanavyozidi kumtambua Rais Mama Samia Suluhu Hassan na chama tawala kizima cha CCM hivi sasa. Mtazamaji wangu, pia kuna maelewano ya kisheria au uamuzi wa DPP, na ndipo ambapo mashtaka hayo yanayozidi kutarajiwa kuendelea mapema mwezi huu wa pili, na hata kama itaweza kumalizika kwa uharaka, maamuzi ya haraka pia yaweze kufanyika ili kesi zingine zilizoko mahakamani ziweze kuendelea kusikizwa, yake Lissu ikiwa imeweza kukamilika. Mtazamaji wangu, pia kuna mashahidi kushindwa kufika au kujitoa bila mashahidi muhimu. Hivi sasa tunafahamu jinsi gani ambavyo kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu sio habari ya mtu mmoja. Hivyo basi mashahidi hawa wanaozidi kujitokeza ama kuwasili katika mahakama kwa siri, mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, ingekuwa vyema jinsi gani ambavyo mashahidi hawa wanavyozidi kujiweka katika kiwango cha siri kubwa kwa njia moja ama nyingine, ili kuaminisha ya kwamba alichokinuia kukifanya Mheshimiwa Lissu ni cha kweli, basi waweze kusimama bila uoga wote ule na kueleza umma na Watanzania wote kwa ujumla mipango na njama yake Mheshimiwa Tundu Lissu kama walivyokuwa wakidai. Na mtazamaji wangu, hii hapa itaweza kurahisisha kazi kwa kesi hii yake Mheshimiwa Lissu inayozidi kuendelea kusikizwa siku baada ya siku huko katika mahakama kuu. Vile vile mtazamaji wangu, kesi yake Mheshimiwa Lissu kwa njia moja ama nyingine kumalizika mapema mwezi huu ni kutokana na shinikizo kubwa kutoka katika mataifa ya kigeni, sio viongozi pekee, hadi kuna baadhi ya raia ambao wanaojali haki za binadamu hawafurahii kile anachozidi kukipitia Mheshimiwa Tundu Lissu. Miongoni mwa baadhi ya viongozi wengine mashuhuri nchini Tanzania waliweza kutekwa na kutoweka katika hali ya njia tatanishi. Pia mtazamaji wangu, kutakuwa na uamuzi wa mahakama ya juu au ya rufaa ndiyo itakayoweza kuamua kesi hii yake Mheshimiwa Lissu, iwapo itaweza kubidi, ili iweze kumalizika mapema mwezi huu wa pili. Mtazamaji wangu, tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.